Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Huu ni Mshike. Jina langu ni Kennedy Moses. Karibu sana pia tuanze kuungana nasi mpaka mwisho. Lakini usisahau pia kuungana nasi kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na X zamani Twitter. Huko tunapatikana kwa jina la Azam TV TZ. Lakini usisahau pia kuungana nasi kupitia kurasa wetu wa Instagram wa michezo unaojulikana kwa jina la Azam TV Sports. Huko utapata mengi ya kimichezo, lakini pia ukituandikia maoni yako tutakuja kuyasoma hapa kupitia Mshike moja kwa moja. Muda tuanze kuangazia makubwa tulionayo hii leo. Jumapili hii ya Mei 25, fainali ya pili kombe la shirikisho Afrika itapigwa katika ardhi ya Tanzania, ambapo Simba Sports Club atamkaribisha RS Berkane ya kule Morocco. Kukamilika kwa fainali ya kwanza pale katika uwanja wa Manispaa ya Berkane, mwenyeji akishinda magoli 2-0 kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza. Sasa kuashiria maandalizi ya kuelekea fainali ya pili, taarifa ya awali ya CAF inautaja uwanja wa New Amani Complex uliopo visiwani Zanzibar ndio utakaotumika kwa ajili ya mtanange huo. Tayari maandalizi yameanza kwenye uwanja huo wa New Amani Complex, ikiashiria kuwa mpaka sasa hakuna mabadiliko yoyote ya uwanja ambao mchezo husika utapigwa. Wamekuja kwa ajili ya hasa watu wanafikiri watu wa marketing wale wameshakuja, wanatoka wiki hii wapo wanafanya mambo yao ambayo yanahitajika kule CAF, na ni utaratibu wa kawaida. Kabla mechi kuchezwa basi wanakuja wanapiga picha na kuna taarifa nyingine ambazo wanazitaka, lakini pia kuna watu wa CAF wapo pia uwanjani hivi sasa wapo, na leo kuja wengine wa marketing vile vile na wengine ambao wanachukua taarifa na mambo mbalimbali. Kwa ufupi mambo yanaendelea na sisi tumeliona hilo, na kama nilivyosema huko nyuma kwamba tunalipokea mikono miwili na Amani ipo tayari kwa ajili ya fainali ya Simba na Berkane. Wanapima, na mimi leo nimeenda kupokea wageni watatu ambao ni watu wa marketing kutoka CAF, pia wamekwenda pale kutaka kuchukua vipimo mbalimbali vya uwanja kwa ajili ya hiyo mechi. Kwa hiyo naamini kwamba hichi kitu kipo pale Amani. Sasa kama kuna mabadiliko sisi rasmi tutajua, lakini tutafahamu sasa barua inasema kwamba mechi inachezwa uwanja wa Amani. Uwanja wa Amani mdogo, lakini kuna sababu kwa nini, kama ilivyotokea katika nusu finali iliyopita na Stellenbosch ilichezwa Amani kwa sababu uwanja wa Mkapa ulizuliwa kuchezwa ili upishe matengenezo kwa ajili ya mashindano makubwa ya CHAN. Na swala zima la tiketi kuuzwa kwa ajili ya mechi za Mkapa, najua viongozi wa Simba ile kitokea hili watajua tunatarajia kufanya ili mradi watu waweze kuja. Sisi tunawaambia tu kama utafanyika Amani, basi wale washabiki ambao wamenunua tiketi waweze kununua tiketi kama zile zitabadilishwa, waweze kuja hapa uwanja wa Amani kwa ajili ya kuja kuishangilia na kuipa nguvu timu yao ya Simba ili iweze kushinda finali hiyo na kombe hili libaki hapa Tanzania. Na muda tunaungana na Ahmed Ali, meneja wa habari na mawasiliano klabu ya Simba, ili kuweza kuzungumza naye mawili matatu kuhusiana na hilo na maandalizi yalipofikia mpaka hivi sasa. Ahmed, pasina shaka uko nasi, karibu sana tuweze kuzungumza kuhusiana na hili. Hongereni kwanza kwa kile ambacho kimetokea ugenini, lakini pasina shaka matarajio ni kufanya vyema nyumbani kwa maana ya kupindua magoli 2 ambayo mlipoteza kule ugenini na pengine kubakisha kombe hapa Tanzania. Unanipata vizuri? Ahmed, unanisikia? Nakusikia Kennedy. Naam, hongereni kwa maandalizi ambayo mnayafanya mpaka sasa kuelekea mchezo. Mliahidi awali kuzungumza na Watanzania kuelekea mchezo wa mkondo wa pili, lakini hamkuzungumza, ila leo kupitia ukurasa wako umeandika kwamba Watanzania waendelee kuwa na subra. Kipi ni kipi mpaka sasa kuelekea mchezo huo? Ya, asante sana Kennedy Moses. Nashukuru kwa kunipa nafasi hii. Taarifa ambayo inukuni taarifa ya asubuhi ambapo niliamka na kuwajulishwa na Simba ya kwamba wawe na uvumilivu wakati huu ambapo tunafanikiwa kurejesha mchezo wetu katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Taarifa ni kwamba ni kweli tulipokea maelekezo kutoka CAF ya kwamba mchezo wetu wa marudiano wa kombe la shirikisho Afrika utapigwa katika uwanja wa Amani. Sisi kama viongozi hatukupendezwa na hilo kwa sababu hili ni tukio kubwa, ni tukio la kihistoria, na sisi Simba Sports Club tulidhani ya kwamba kwa ukubwa wa tukio hili basi ingestahili na kupendezwa kupigwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa.
lakini baada ya jitihada zote, maombi makubwa na kila kitu ambacho viongozi wa Simba tumefanya kwa kushirikiana Tanzania TFF pamoja na serikali kwa kushirikiana na wizara yake, Wizara ya Habari na Utamaduni na Michezo, tuseme pia kwamba imeshindikana kutumia uwanja Benjamin Mkapa, na niko hapa kupitia mshike viwanjani kuwathibitishia wanasimba na kuwatangazia rasmi wanasimba ya kwamba mchezo wetu wa tarehe 25 utachezwa katika uwanja wa Amani hapo visiwani Zanzibar. Na taarifa kamili sasa kuhusiana na ratiba nzima ya mchezo huo pamoja na mustakabali wa wale ambao walilipia viingilio vyao tutaitoa hapo kesho majira ya saa 5 asubuhi katika mkutano na waandishi wa habari ambao utafanyika katika ofisi ya Simba Sports Club. Ahmed, pasina shaka umeliweka sawa hilo na mashabiki watakuwa wanafuatilia kwa ukaribu hivi sasa. Ni kwa namna gani mnapata ushirikiano wa kutosha kutoka kwa matawi mbalimbali kuhusiana na maandalizi kuelekea mchezo huu? Ushirikiano kutoka kwa matawi mbalimbali ya Simba kwa maandalizi ya mchezo huu ndani na nje ya uwanja. Tunapata ushirikiano, na kesho mara baada ya kutangaza ratiba nzima ya mchezo wetu huu sanjari na hamasa, tunategemea sasa kukutana na matawi ambayo yako Dar es Salaam na matawi ambayo yako visiwani Zanzibar na kuanza hamasa. Na kwa ratiba tuliokuwa nayo tunataraji tarehe 22 tufanye uzinduzi wa hamasa ambao tutaifanyia pale visiwani Zanzibar, na shughuli zote za hamasa ambazo tulipanga kuzifanya Dar es Salaam sasa zinahamia visiwani Zanzibar kwa ajili ya kwenda kuwahamasisha Wazanzibari, kwa ajili ya kwenda kupromote mchezo huu na hatimaye ufikie lengo ambao tumejiwekea la kufanya mchezo wetu kuwa mkubwa, kuwa mashuhuri na kuwa maarufu zaidi. Naam, pasina shaka licha ya kupoteza kwa magoli mawili kwa bila ugenini, lakini kuna somo mmeliacha la kutokata tamaa. Nini ama neno lako lote gani nadhani linatosha ili kama shukurani kwa wale ambao walikuja kuwasapoti, lakini wale pia ambao wanapanga kuja kuwasapoti kwenye mchezo wa mkondo wa pili Jumapili ijayo? Licha ya kwamba sisi ndio ambao tumepoteza kwa mabao tena sio kupoteza, tumia neno kufungwa. Kupoteza ni kitu ambacho huwezi kukirudisha tena. Sisi pamoja na kwamba tumefungwa mabao mawili, lakini ya kuchukua ubingwa huu Afrika kuliko wapinzani wetu RS Berkane. Na hili lilionekana wazi punde tu mara baada ya mchezo. Wapinzani wetu walionekana kunyong'onyea, na hii ni kutokana na ukweli ya kwamba walikuwa wanafahamu kitu gani ambacho kingewakuta nchini Tanzania. Sasa sisi Simba Sports Club pamoja na kufungwa magoli mawili kwa bila, lakini hatujakata tamaa hata chembe. Tunayo imani kubwa, tunayo matumaini makubwa, na vita rasmi ya kuelekea tarehe 25 inaanza rasmi kuanzia kesho tarehe 20. Sisi tunajiamini ya kwamba tunayo nafasi kubwa ya kuchukua ubingwa huu wa Afrika. Na pamoja kwamba mechi imehama kutoka Benjamin Mkapa kwenda uwanja Amani, wapo wanaofikiri ya kwamba pengine nguvu yetu itapungua kutoka Benjamin Mkapa kwenda Amani. Tuhakikishie tu ya kwamba nguvu yetu, uimara wetu, ubora wetu na uthubutu wetu unabaki pale pamoja na kwamba tunakwenda uwanja wa Amani. Mara ya mwisho ulizungumza na kusema kwamba watazitapika. Msimamo bado uko pale? Watazitapika kwa kutaka, wasipotaka tutawakamua. Tunachokihitaji safari hii Simba Sports Club ni ubingwa Afrika. Goli 2 walizotufunga nyumbani kwao watazitapika. Ni fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kuchezwa Zanzibar. Pia kuna faida nyingine kiwemo pia kihistoria. Watu wengi wanatamani sana kufika visiwani Zanzibar, hasa wale wa nje ya Tanzania, kutokana na historia ya utalii na Zanzibar ilivyo, kuenda ikawa fursa kwao. Bana, swali hili tuliuliza mitandaoni na lilikuwa linahoji, Jumapili hii ni Simba dhidi ya RS Berkane ama Renaissance Sportive Berkane, nyama popote anaunguruma? Swali limehoji hivyo ikiwa ni nukuu. Sasa shabiki, umejiandaaje na mtoko huu kwenye ardhi ya Tanzania?
Tusikie maoni yako kupitia ukurasa wetu wa Facebook, Instagram pamoja na X, zamani Twitter, kwenye kile ambacho umetuandikia. Tuanze kuangalia mmoja baada ya mwingine umetuandikia nini. Huu ni ukurasa wetu wa Azam TV Sports. Anaitwa Ibra Simba Tanzania, anajiita hivi, anasema kutoka Tabata TOT, hatuna sababu yoyote ya kujipa pressure kwa sababu tupo Tanzania. Inabidi tuungane popote timu itakapocheza. Bado hawa Berkane watabaki kuwa ugenini tu. Support inahitajika kwa 100% ili tufikie malengo. Mimi binafsi nishajiandaa popote Simba ilipo, nami nipo insha Allah. Ikawe heri, amemaliza hivyo. Lakini Tom Mushi anasema hivi: kwanza tumshukuru Mungu, kombe litakuwa kwenye ardhi yetu. Pili, hakuna neno linalorindima masikioni kwangu zaidi ya hili tunabeba. Kesho panapo majaliwa nalipia kisimuzi changu mapema ili nishuhudie uhondo huo. Lakini Demarco Michael Jr. yeye anajiita hivi, anasema kikubwa ni kuwa na ushirikiano baina ya viongozi, mashabiki na wachezaji. Popote tutashinda tukiwa pamoja. Amemaliza hivyo. Hiyo ni ukurasa wa Azam TV Sports kwenye Instagram. Lakini tuangalie pia sasa ukurasa wa Facebook. Hansi Patrick Turuka yeye anasema ni kutoka Mbinga Ruvuma, anasema siku zote jasiri hawezi kuacha asili yake hata kama akibadilishiwa silaha. Anasema Simba popote utakapompeleka lazima akafanye vizuri kwenye mechi yake ya mwisho. Hata kama angeambiwa akacheze tena Morocco, lazima achukue kombe hili na linakuja Tanzania. Ameweza kwa kusema Simba nguvu moja. Lakini Tumi la Ujanja yeye anajiita hivi, anasema tumejiandaa kisaikolojia, kimwili na kuipa support timu yangu kwa hali zote. Ameweza kwa kusema ubaya ubwela kila pahala. Hii tunabeba #maiza hivyo. Lakini pia Saenda Mabula anasema hivi tokea Shibalanga Geita, anasema nimejiandaa vyema sana kwa support watani zangu ila wasituangushe. Amemaliza hivyo. Sina shaka kama amesema watani zake huenda akawa shabiki wa Yanga. Lakini ukurasa wa X, zamani Twitter, kuna huyu anasema anajiita Swizi, anasema huu mtoko ni wa kimataifa, hivyo basi tutaenda kizalendo zaidi ili tuweze kupeperusha bendera ya Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla, yani Sekafa. Lakini Bill 9 anasema watasema nazungumza kishabiki, lakini kiuhalisia Simba analibeba aggregate 3-2, iwe Amani Zanzibar au Benjamin Mkapa. Simba hatucheki na yeyote. Amemaliza hivyo. Lakini pia Louis 23 amemaliza hivyo, anasema tumejiandaa vizuri na tuna imani hii tunabeba. Akimaliza hivyo anasema hivi, ila Berkane waje wamejipanga kisawasawa, maana mpira tutakaopiga Afrika itasimama. Hayo ni maoni ambayo umetuandikia kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na X, zamani Twitter. Tuendelee kuangazia mengine makubwa tulionayo hii leo, tukirejea nyumbani sasa hapa Tanzania. Msimu wa mashindano mwaka 24-25 wa Tanzania rasmi utamalizika Julai 7 mwaka huu kwa mechi za playoff zinazohusisha timu za ligi kuu na championship kuchezwa. Tayari ligi kuu ya soka Tanzania bara kwa maana NBC imejihakikishia wawakilishi wake 4 watakaocheza michuano ya CAF, ligi ya mabingwa na ile ya kombe la shirikisho, wakati huu ambapo imesalia mechi 2 kabla ya ligi kumalizika. Baada ya Young Africans kutangulia kwenye fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank akimuondosha JKT Tanzania kwenye fainali ya kwanza iliyochezwa jana CCM Mkokwani pale Tanga, timu 4 zitakazowakilisha Tanzania kimataifa zote zitatokana na 4 bora ya msimamo wa ligi kuu ya NBC. Awali JKT Tanzania kufika kwake nusu fainali kulitishia nafasi moja kwa moja ya uwakilishi kama ingetokana na kombe la shirikisho la CRDB Bank, lakini pia kama ingefika fainali na kuchukua kombe hilo. Sasa nini ambacho kinazungumzwa sana hivi sasa? Tupite kwenye kutazama takwimu hizi na namba zinazozungumza. Wakilishi wa Tanzania kimataifa 25, 29, 26 ni kama ambavyo unaona. Hizi ni wakilishi wa Tanzania wa 25, 26. CAF Champions League ni Yanga pamoja na Simba, wakati wa kombe la shirikisho barani Afrika 25, 26 ni Azam FC na Singida Black Stars. Hii ni confirmed kutokana na finali ambayo imechezwa weekend iliyopita, kwa sababu kulikuwa kuna uwezekano pia wa JKT kuweza pia kufika mbali zaidi kwenye michuano hii. Sasa ukijaribu kuangalia baada ya hii, tuangalie zingine. Hizi ni timu za Tanzania ambazo zimeshiriki CAF Confederation Cup 2015 hadi 25. Simba amini hawa ni Coastal Union ambao wenyewe walikuwa kwenye miongoni mwa timu ambazo zimeshiriki, lakini pia Fountain Gate, Geita Gold, Biashara United, Namungo, KMC pamoja na Mtibwa Sugar. Hizi ni timu za Tanzania ambazo kwenye kombe la shirikisho 2015 mpaka 2025 zimewahi kushiriki. Utaweza ukaona kwenye miaka ya nyuma hata Mbeya City pia waliwahi, lakini hii ni kuanzia mwaka huu ambao umetajwa hapo. Sasa hii inaonyesha ni kwa namna gani
timu za mbalimbali kutoka Tanzania na zingine hapa zilipanda moja kwa moja zikashiriki na baadaye zikarejea. Sasa je, nini ambacho kinaendelea? Singida Black Stars ndio ambao wamekuwa mjadala mkubwa hivi sasa, ambao wamerejea kwenye michuano hii na kuweza kupambana kwa namna moja ama nyingine kuweza kuona ni kwa namna gani watafanya vyema kwenye michuano hii. Sasa Singida Black Stars tuwatazame zaidi, ambao wamerejea kwenye uwanja wao wa mazoezi kujiandaa na mechi zilizopo mbele yao, ikiwemo ya nusu finali ya pili kombe la shirikisho la CRDB Bank na 2 za ligi kuu ya NBC yani Tanzania bara. Ni wakati ambapo tayari ina uhakika wa kupanda ndege msimu ujao kwenda kuiwakilisha Tanzania kwenye kombe la shirikisho barani Afrika yani CAF. Mwandishi wetu Deus Liganga anakuja na taarifa zaidi kuhusiana na hilo. Azam Sports mjini Singida, benchi la ufundi la kikosi cha Singida Black Stars wameelezea furaha yao mara baada ya kupata tiketi ya kushiriki michuano ya kimataifa barani Afrika kwa msimu ujao. Katika malengo yetu kama Singida Black Stars, ilikuwa ni dhamira yetu kubwa sana, kulingana na board of directors, kulingana na management, kulingana na administration, kulingana na technical bench na vile vile wachezaji ambao naweza kusema wamekuwa warriors kwa hii msimu. Nataka kushukuru kila mtu jitihada ambao tumeka support kubwa sana kama timu kwa ujumla ili tuweze kupata ticket ambalo tumelipata ambalo ni la CAF. So reaction yangu kama coach, nataka kupongeza kila mtu katika club na kupongeza pia mashabiki wetu. Tunafurahi sana na tutaendelea kufurahi kwa kuwa ni kitu tulikuwa tunatarajia. Sasa hii furaha iko na kitu kingine cha pili. Tunakwenda kutangaza nchi, tunakwenda kupambania bendera ya taifa, na nategemea kama kazi kubwa sio hii tumemaliza, ni huku kwenye tunakwenda. Tunaenda kushiriki kwenye michuano ya kimataifa msimu ujao. Ni furaha ndani ya timu sasa hivi, kila mchezaji confidence imeongezeka, benchi la ufundi confidence imeongezeka, na hata mashabiki wanaotuunga mkono wanashauku kuiona timu yao ikienda kuiwakilisha nchi yetu kimataifa msimu ujao. Kwa upande wao, mashabiki wa klabu hiyo ya Singida Black Stars wanaelezea matumaini yao katika michuano hiyo ya kimataifa ambayo klabu yao pendwa ya Singida Black Stars inakwenda kushiriki. Sisi wana Singida tumefurahi sana, tuna uhakika wa kupanda ndege. Kwa hiyo sisi tunasema wana Singida tuko tayari, tumepokea kwa mikono yote miwili na timu yetu tuna imani naye. Taarifa tumeipokea kwa furaha kwa sababu inatuwakilisha wana Singida. Inatuwakilisha wana Singida. Kwa hiyo tuisupport jamani, naomba na mashabiki wenzangu wengine waisupport timu ya Singida Black Stars. Ni timu inayotutambulisha duniani sasa hivi, so Singida tu, duniani, Afrika. Kikosi cha Singida Black Stars kinaendelea kujinoa kuelekea michezo iliyosalia ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara pamoja na mchezo wa nusu finali ya pili wa kombe la CRDB, mchezo utakaopigwa katika uwanja wa Tanzanite kwa raha. Kutoka mkoani Singida, Deus Liganga, Azam Sports. Baadhi ya wabunge wanaotokea mkoani Singida wamefurahishwa na hatua hii ambayo timu yao ya Singida Black Stars imefikia, na sasa wanahimiza wana Singida wote kushikamana na kuiunga mkono timu hiyo ili iweze kufika mbali zaidi. Kwanza niwapongeze, mimi pia by the way ni pamoja na kwamba ni mbunge wa mkoa wa Singida, lakini pia ni mjumbe wa kamati ya bunge ya elimu, utamaduni na michezo. Kwa hiyo tunadili na baraza la michezo, wanakuja kwenye kamati yetu. Kwa hiyo kama mbunge wa mkoa wa Singida nawapongeza sana timu yetu. Ina jina la mkoa wetu. Kwa hiyo Singida Black Star kwa kuingia kwenye kufudhu kwenda kwenye mashindano ya CAF, lakini pia tunatamani wafanye vizuri. Na sisi tunawapa motisha kama kwa namna yoyote ambayo kama sisi kwa upande wa kamati kama kitu gani tunaweza kuwasaidia, wanaweza wakashirikiana na sisi kuhakikisha kwamba wana move. Na tutoe wito pia kwa serikali kama kuna jambo ambalo wanaweza kufanya kuhakikisha kwamba timu inakaa kambini, wanafanya vizuri, wanaongeza ari, lakini na sisi pia tunawaunga mkono na tunawategemea. Maana yake tukishafika hatua hiyo, maana yake tunaachana na vilabu vingine vyote. Kama timu pekee iliyoingia ni hiyo, maana yake tunaachana na vilabu vyote, tunasupport Singida Black Star. Kwa hiyo wawe na ari na morali ya kutosha, lakini pia makocha wafanye kazi yao vizuri, lakini na vijana wetu wafanye mazoezi na wawe na nidhamu ya kimichezo, wanajua watu wachezaji na makocha wao wanajua, ili wafanye vizuri. Na matarajio yetu basi tukiona hawajatolewa katika hatua za awali, tutafurahi na sisi na tunawaombea wafanye vizuri. Kwa hiyo kama mbunge wa mkoa wa Singida tumefurahi. Tunatamani wafanye vizuri, wasitolewe katika hatua za awali. Chukue nafasi hii kwanza kuhakikishia Watanzania kwamba kama Singida tuko vizuri, tumejipanga vizuri kuchukua nafasi hiyo,
na kama tunavyosema tumejipanga ni pamoja na maandalizi. Kwanza mwenyewe wote mnajua tuna timu nzuri ambayo imekuwa tishio, na Mungu akipenda tunaweza kumaliza katika nafasi hiyo nzuri sana kwenye msimamo wa ligi yetu ya NBC. Kwa hiyo niseme tu kwamba kwanza niwatie shime benchi la ufundi, lakini na uongozi mzima wa Singida Black Star, lakini ni waombe sana serikali ya mkoa, sisi wabunge tutaendelea kutoa ushirikiano kuhakikisha kwamba timu yetu inafanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa, na hii itakuwa ni sifa kwa mkoa wetu wa Singida, lakini na Tanzania kwa ujumla. Lakini kama ambavyo mnajua tumeendelea kuboresha miundombinu ya michezo. Kuna uwanja wa Airtel ambao sasa hivi unatumiwa na wenzetu wa timu ya Singida Black Star. Maana yake ni kwamba tuna viwango vyote vya kimataifa. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwatia shime na niwatie shime wana Singida wote. Tuendelee kuiunga mkono timu yetu ili iweze kufanya vizuri kwenye mashindano yanayokuja, ambayo naamini kabisa itakuwa imeongeza nembo ya Singida kama tunavyoitwa wenyewe wana alizeti, kwa sababu ndio nembo ya mkoa wetu wa Singida. Naendelea kutazama Mshike Mshike, eneo pekee ambalo tunakujuza mengi yaliyojiri kwenye uga wa michezo na burudani. Tayari tunaikamilisha nusu saa ya kwanza ya Mshike Mshike. Hilo nimekujuza mengi hapo, ikiwemo maandalizi ya fainali ya pili kombe la shirikisho barani Afrika visiwani Zanzibar, pamoja na kilichotokea kwenye kombe la shirikisho la CRDB hapa nyumbani. Hayo ni machache tu, lakini kirejea miongoni mwa yale ambayo nitakujuza ni pamoja na haya. Gor Mahia ya mfuta kazi kocha mkuu wake Sinisa Mahik. Na pazia la ligi kuu soka wanawake kufungwa kesho, bingwa mpya kupatikana. Ulimshike Mshike, sendo. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Huu ni Mshike Mshike. Jina langu ni Kennedy Moses. Tuendelee kuangazia makubwa tulionayo hii leo. Najua unajua, lakini wacha nikukumbushe kuwa ukitaja ligi kuu soka Tanzania bara, yani NBC Premier League, bila shaka unazungumzia ligi namba 4 kwa ubora barani Afrika. Kwa miaka hivi karibuni imekuwa ikipokea wachezaji na makocha waliowahi kufanya makubwa kwenye mpira barani Afrika. Lakini pia miaka hii tunashuhudia wachezaji wa ndani na nje wakiondoka pia kwenye ligi hii na kujiunga na klabu kubwa ikiwemo Wydad Athletic Club. Selemani Mwalimu Abdalla maarufu kama Gomez ni mmoja wa wachezaji hao ambaye pia tumezungumza naye wakati huu ambapo tetesi zinamhusisha Stefano Aziz Ki, MVP wa ligi kuu ya NBC 22-25, kuhusishwa kujiunga na Wydad Casablanca. Cha kwanza nipende kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia afya njema, na pia nipende kuchukua fursa hii kuwajuza wa Tanzania kwa ujumla. Kwa mimi binafsi nimeona katika vyombo vya habari kupitia taarifa ambayo inazungumzwa ya kuja kwa mshambuliaji wa Young Africa Aziz Ki. Nimeona katika vyombo pia vya habari huku Morocco vikiposti ujio wa mshambuliaji huyo Aziz Ki, na pia nimeona kuna baadhi ya waandishi wa habari pia wakiposti kupitia transfer ya uhamisho wa Aziz Ki kuja Wydad Casablanca. Kwa mimi binafsi kwanza nilivyoona posti ile, cha kwanza nilifarijika kuona Mtanzania ambaye amecheza ni Burkina Faso, lakini ametoka katika ligi ya Tanzania na alikuwa anacheza katika klabu ya Young Africa. Kwa hiyo ni mwanga ambao amezidi kufungua mianya na kuifanya ligi ya Tanzania ionekane bora katika miongoni mwa ligi bora barani Afrika. Kwa hiyo na pia ni fursa kwa wachezaji ambao wanacheza ligi ya ndani ya NBC Premier League. Inawezekana kwa mtu kupata fursa kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine. Kwa hiyo mimi pia najivunia kuwa hapa, kwa sababu bila NBC nisingekuwepo hapa. Kwa hiyo na pia nitafarijika pia kucheza na
Aziz Ki, kwa sababu Aziz Ki ni mchezaji mkubwa na watu wengi wanamfahamu kwa mambo ambayo ameyafanya akiwa katika klabu ya Yanga katika mashindano mbalimbali. Kwa hiyo anakuja timu kubwa, Wydad ni timu kubwa, kwa hiyo ina wachezaji wakubwa na wenye profile kubwa. Kwa hiyo na mimi nitajifunza kupitia wachezaji hao ambao niko nao hapa, akiwemo pia Aziz Ki, kwa sababu ni mchezaji mzuri na ana talent. Kwa hiyo naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nitapozidi kukaa hapa nitazidi kupata kuongezeka kadri ya siku hadi siku. Kwa mimi binafsi maisha yangu ya Morocco ni maisha mazuri, niko salama na ninaishi vizuri tu. Kwa hiyo niwaondoa hofu wa Tanzania kuwa Mtanzania mwenzenu Selemani Mwalimu Abdallah. Nipo sehemu sahihi, nipo sehemu salama na naendelea kupambania ndoto yangu. Selemani Mwalimu aliwahi kuwa mshambuliaji wa Fountain Gate, sasa na akipiga Wydad Athletic Club. Tukisalia hapo, kama ilivyokuwa tetesi ambazo zinaandikwa kwenye kurasa mbalimbali za habari nchini Morocco na hapa Tanzania hali iko hivyo pia, lakini baadhi ya mashabiki wa Yanga wameonekana kuridhia kuhusiana na dili hilo na wamekubali kiro safi kabisa, ikiwa ni kama sehemu ya kuongezea mapato klabu yao ya Yanga. Yanga ameshafanya kazi, amedeliver. Unajua alikuwa mfungaji bora mwaka jana, amesaidia timu katika mechi nyingi kubwa za kimaamuzi. Kwa hiyo sisi hatumdai kitu, anakoenda sisi tutamtakia kila laheri. Na nikiangalia kwa upande wa timu yetu, watu wengi wanaweza sema anaondoka kabla msimu hujaisha, labda tutacheza vipi bila Aziz Ki, lakini mbadala wa Aziz Ki upo Yanga. Tunaye Chama, jana ameingia, ametoa assist na amereplace namba ya Aziz Ki yule alikuwa akicheza. Kwa hiyo katika mechi zilizobakia sisi tuna mchezaji ambaye ana cover nafasi yake bila, yani hata mtu akifumba macho akifumbua tu anaweza afanye, akiingia anacheza nafasi ya Aziz Ki. Ukakasi hakuna kwa sababu timu yetu haikuwa ikimtegemea mtu mmoja, lakini kuna qualities ambazo zilikuwa zinapatikana kwa kila mchezaji. Yani kila mchezaji anakuwa na ubora wake. Kwa hiyo Aziz alikuwa na ubora wake, tunajua alikuwa ni mtu wa kucheza set pieces za maana, alikuwa na score akipiga mashuti ya mbali. Sisi tunamtakia safari njema aendako. Aliyofanya Yanga sio mabaya. Miaka yake aliyokaa ametupatia ubingwa wa ndani, ametupatia fainali ya kombe la shirikisho, ametupitia makundi katika kombe la mabingwa Afrika. Kwa hiyo mchango wake mkubwa na sisi tunamtakia safari njema. Kuhusu Aziz Ki, kama anaondoka acha aondoke. Alichotufanyia sisi ametufanyia kitu kizuri. Yaani wana Yanga wasimpike wala wasimbishie, na viongozi wetu wamruhusu aende. Sisi tutampata mwingine kama Aziz Ki alivyo. Stefan Aziz Ki ni mchezaji mzuri sana na kila timu inatamani kuwa naye. Kwa maana hata msimu wa mwaka jana tulipofika robo, unajua goli lake alitaka tuvushe, lakini bahati mbaya tu ndio hivyo ikatokea changamoto na nini hivyo, lakini mchezaji mzuri sana na kila timu Afrika inatamani kuwa naye. Baadhi ya mashabiki wakizungumza kuhusiana na sakata la Stefan Aziz Ki. Pazia la msimu huu wa ligi kuu soka wanawake Tanzania bara litahitimishwa hapo kesho kwa kumpata bingwa wake mpya, ambapo vita kubwa ipo kati ya vinara JKT Queens dhidi ya mabingwa watetezi Simba Queens. Kuna mengi ambayo yanazungumzwa kuhusiana na mchezo huu. Muda huu tuangalie mambo yalivyo na uhalisia ulivyo kwenye namba na msimamo unavyoonekana. Hii ni ligi kuu wanawake Tanzania bara 24-25. Jamhuri kule Dodoma. Hii ni mchezo ambao itapigwa hapo kesho. Fountain Gate watakuwa dhidi ya Mlandizi, lakini pia usisahau kwamba pia Meja Jenerali Samuyo Mashujaa wao watakuwa dhidi ya Bunda Queens. Tanzanite Kwara Gates program wao watakuwa dhidi ya JKT Queens, lakini TFF Kigamboni kule Alliance Girls dhidi ya Simba Queens. Yanga Princess wao watakuwa wanamenyana na CSC Queens. Hii ni baadhi ya michezo mikubwa ambayo kesho ambayo itaamua nani anakuwa bingwa wa ligi ya wanawake msimu huu. Lakini je, nini kinafanya bato kuwa kubwa kati ya JKT Queens na Simba Queens hapo kesho? Kama ambavyo unaona kwenye msimamo, Simba Queens na JKT Queens wote wana alama 44 kwenye msimamo. Kifupi ni kwamba wote wako sawa. Pengine kitakachoamua nani anakuwa bingwa hapo kesho ni ambaye atashinda kwa tofauti ya magoli mengi, na baada ya hapo kama hapo pia watakuwa wametai, vigezo vingine ambavyo vinafuata
vitafuatwa. Hii inafanya upinzani kuwa mkali kesho kwenye mchezo huo ambao utakuwa unazikutanisha timu kadhaa kwenye ligi kuu soka wanawake hapa Tanzania bara. Swali ni je, nani atakuwa bingwa msimu huu? Nikukumbushe Simba Queens ni bingwa mtetezi. Bali na hilo, tutazame sasa yale yanayoendelea kujiri Afrika Mashariki, na sasa tuelekee Kenya ambako klabu ya Gor Mahia ya nchini Kenya imethibitisha kuachana na aliyekuwa kocha wao mkuu Sinisa Mahik kwa makubaliano ya pande zote mbili. Rasmi kuanzia sasa majukumu yamekabidhiwa kwa wasaidizi wake wawili. Mwandishi wetu Zan Mohamed akiwa Nairobi, tunajiunga naye muda huu ili kuweza kusikia kutoka kwake nini ambacho kinaendelea. Zan, pasina shaka unanisikia. Karibu, tuambie kulikoni, ligi inakaribia kuisha na wao Gor Mahia wameamua kumalizana kwa kile ambacho kinazungumzwa, mazungumzo ya pande mbili na aliyekuwa kocha wao. Kweli taarifa zimeshatoka na wenyewe wameshathibitisha kwamba wamekubaliana kwa kulenea pande zote mbili kuachana mwalimu kocha ama Sinisa Mich. Lakini mwanzo ni mwalimu ambaye waliweza kumteua mwezi Februari tarehe 3, nakumbuka ndio walithibitisha rasmi kama mrithi wa Leonardo Martins Neiva ambaye alikuwa pale Brazil. Na Sinisa amemaliza takriban miezi mitatu tu. Ndio leo wakatoa taarifa kwamba ameweza kuachana naye kwa makubaliano pande zote mbili, lakini wako pale Ziko pamoja na Michael Nam ambao ndio wasaidizi watakuwa wanashikilia mikoba kabla ya ligi kumalizika. Naam. Zote zinatajwa labda za nyuma ya pazia ambazo pengine zinamfanya kuachana na klabu hiyo. Nahisi kwamba mwanzo tujue kwamba Kogalo ni bingwa mtetezi na ni timu ambayo imeshinda ili kombe la nchini Kenya mara 21. Kwa hivyo mara nyingi unapoteliwa kwenye klabu kama hizi ambazo zinachachwa mafanikio, hususan kama ni bingwa mtetezi, mara nyingi nadhani lengo linakuwa ni kutetea taji, na inavyoonekana kwa sasa ni kama mwalimu Sinisa Mich hana uwezo ama ni ngumu sana kulitetea taji, kwa sababu aliyo pale juu Police FC ameacha kwa gap kubwa sana, na michezo ambayo wamebaki nao Gor Mahia si michezo rahisi. Kwa hivyo wanahisi kwamba huenda hata alitetea taji, lakini pia kumekuwa na ni kama mvutano ndani ya bench lake la ufundi Sinisa pamoja na wasaidizi wake kina Michael Nam na Ziko Otieno. Kuna muda walikuwa wakipishana kikauli, kuna muda nafikiri pia aliweza kuwasimamisha kidogo wakae nje kwenye touchline, lakini baadaye akarudisha huyu mwalimu Sinisa Mich. Kwa hivyo huenda kuna mengi ambayo wenyewe watatoa taarifa zaidi kwa nini wameweza kuacha naye, lakini kwa sasa wamesema ni makubaliano ya pande zote mbili. Shukrani sana Zan Mohamed, naona amepishana na mashemeji dabi. Sio mbaya, tutapata wasaa mwingine wa kujadili hayo. Ni mwenzangu Zan Mohamed kutoka kule Kenya kizungumza naye kuhusiana na kinachoendelea pale Gor Mahia. Jina langu ni Kennedy Moses, huu ni Mshike Mshike. Twende break, tutarejea, usiondoke. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Huu ni Mshike Mshike, tuendelee kuangazia makubwa tulionayo hii leo. Uongozi wa timu ya soka ya Mtibwa Sugar umepanga kufanya maboresho makubwa ya timu hiyo yatakayowezesha kuendelea kuwa na hali ya ushindani kwenye ligi kuu NBC, ikiwa ni pamoja na maboresho ya uwanja wa Manungu Complex ulioko kule Morogoro. Teresia Mwanga anaarifu zaidi kuhusiana na hilo. Ni shamra za kuendelea kusherehekea ubingwa wa ligi ya Championship kwa wanamvomero na timu ya soka ya Mtibwa Sugar. Uongozi wa timu hii ukaweka wazi mipango ya timu hiyo kwenda kuleta ushindani ligi kuu. Tuna malengo makubwa sana Mtibwa, sio malengo madogo. Moja ni kwamba lazima pia tuboreshe mazingira ya wachezaji, mazingira ya timu, mazingira ya uwanja wetu hapa Manungu. Tunakubaliana pia kwamba hii habari ya watu kuja alafu kusimama kidogo inafedhesha timu. Kwa hiyo hilo nalo pia tunataka tuliangalie. Tunataka tufanye uwanja wa Manungu ni uwanja mkubwa. Tumeamua kufanya maboresho makubwa. Kuanzia kwenye uwanja, tunataka kutengeneza uwanja ukae wa kisasa sana. Tunataka kuweka city, tunataka kuweka vitu vingi vizuri pale ili paweze kuwa katika hali ya ubora. Lakini tunataka kuitengeneza pitch yetu iwe katika hali ya ubora na umaridadi wa hali ya juu. Watu wakifika kama alivyosema mkuu wa mkoa, wakae, watulie, warelax, wanapata na vinywaji wakati wanaangalia mchezo wa mpira. Jambo lingine ni kuhusu namna ya kuwafanya wananchi wa Mvomero kuipenda timu hiyo.
Jambo la kwanza la kuwafanya watu waipende Mtibwa ni kuhakikisha kwanza timu inafanya vizuri. Hilo tutalifanya. La pili ni kutengeneza uwanja upate kuwa na mvuto na watu waweze kuvutiwa kuja pale. Lakini tatu ni kuwashirikisha washabiki wetu waweze kuiona kwamba ni timu ya kwao. Tunatengeneza mechi za kirafiki, za vikundi katika kata, katika tarafa mbalimbali ili kuifanya hii timu waweze kuiown wakazi wa Mvomero. Toka tunaanza ligi mpaka tunamaliza wameshirikiana na sisi bega kwa bega mpaka tumeweza kulifanikisha hili. Tunawashukuru sana. Pia tunawashukuru mashabiki wetu wa Mtibwa Sugar, walikuwa na sisi toka tumeanza mpaka tumemaliza. Lakini kwa hiki kilichotokea leo wametuhamasisha kwa kiasi kikubwa sana kwa kuona kwamba yoyote atakayesalia katika Mtibwa, atakaye kusajiliwa kubaki hapa kuipambania Mtibwa Sugar msimu ujao, aipambania kwa moyo mmoja. Kwa hiyo tunamshukuru mkuu wa mkoa na uongozi wa Mtibwa kwa ujumla, wametupa hamasa kwa hichi walichotufanyia leo. Katika hafla ya kusherehekea ubingwa huo, wachezaji wamepewa kitita cha shilingi milioni 25, huku mfungaji bora akipewa milioni 3 na wananchi kuchinjiwa ng'ombe 5. Teresia Mwanga, Azam Sports, Morogoro. Mbali na hilo, tuangalie hili lingine. Mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha amefungua michuano ya umoja wa michezo na taaluma kwa shule za msingi maarufu kama UMITASHUMTA ngazi ya mkoa, huku akitaka haki itendeke kwa waamuzi ili kuibua na kuvitambua vipaji vya wanafunzi wa shule za msingi wanaoshiriki mashindano hayo. Hayo yanatarajiwa kuanza na kuleta tija kwa taifa lakini pia pamoja na sekta ya michezo kiujumla. Na katika mashindano hayo, mkoa wa Tabora umeshirikisha zaidi ya wanamichezo 900 kwa michezo ya aina mbalimbali ambao wametoka kwenye shule za msingi ndani ya halmashauri 8 za mkoa huo. Kutoka huko, Juma Kapipi anaarifu zaidi. Wana Tabora tunataka kutengeneza timu ambayo italeta ushindani mkubwa na kutoa vikombe vya michezo mbalimbali na medani katika mchezo wa riadha. Na kwa bahati nzuri, mkoa wako Mheshimiwa mgeni rasmi wa Tabora, tuna rekodi nzuri sana katika mashindano haya, ambapo kwa miaka 5 mfululizo hatujawahi kutoka kwenye ndani ya 10 bora. Na kwa mwaka jana 2024 tulikuwa washindi wa pili kitaifa kwa michezo yote ya UMITASHUMTA kwa maana ya shule za msingi na UMISETA kwa maana ya shule za sekondari. Hii yote ni kwa sababu ya juhudi zako na utaratibu wako mzuri na uratibu mzuri, kwa maana wewe ndiye kiongozi wetu katika mkoa huu unayefanya haya yatokee. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakuahidi mwaka huu Tabora tutakuwa taa bora kama ilivyo jina la mkoa wako. Kwa mara nyingine tunatamani kuipata nafasi ya kwanza. Mwaka jana tulishia nafasi ya pili. Tunatamani kuipata nafasi ya kwanza na kujikusanyia vikombe vingi zaidi ya mwaka jana ilivyokuwa. Tutende haki, tuwe wazalendo. Mtoto mwenye haki basi haki yake tumpatie. Manake pia saa zingine huwa kuna udanganyifu. Watoto wawe chini ya miaka 14 nafikiri. Sasa wengine usije ukatuletea mtoto hapa ameota ndevu akaja kwa nyanyasa wenzake hapa. Kwa hiyo jitahidini kigezo hicho mkizingatie. Tupate mtoto kweli tunayemhitaji chini ya miaka 14 ili aweze kulelewa kwa kipaji chake hicho alichonacho. Tusilee mtu mzee mzima hapa ana miaka 20, sisi tunafikiri ana miaka 12, tutakuwa tumefanya makosa makubwa sana. Mwaka jana afisa elimu na walimu wengine wote mliopo hapa, mtakumbuka lilitokea tukio ambalo halikuwa zuri sana, lakini kiukweli pia bado niendelee kushukuru wewe mwenyewe na timu yako, lakini na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Mkoa wa Tabora Paul Chacha. Ligi kuu ya vijana chini ya umri wa miaka 20 hatua ya 8 bora imeanza leo kwenye uwanja wa Azam Complex Dar es Salaam, Simba Sports Club ikitoka sare ya bao 1-1 na Dodoma Jiji FC. Katika mchezo huo wa kundi A, Dodoma Jiji ilikuwa ya kwanza kupata bao, mfungaji akiwa ni Kibwana Kondo aliyefunga goli dakika 23. Bao hilo lilidumu hadi mapumziko na kipindi cha pili timu zilishambuliana kwa zamu hadi dakika ya 88 ambapo Simba ilisawazisha kupitia kwa Dalwesh Rashid. Katika mchezo wa pili, Azam FC ilikaribisha KenGold uwanjani hapo ambapo Azam FC walipata ushindi wa magoli 4-2. Mabao ya Azam FC yakifungwa na Ashrafu Kibeku, Mohamed Shila, Aidan Athman pamoja na Carlos William Chisambi, huku mabao ya KenGold
yakifungwa na Popa Mwantondoa na Ibrahim Mwantengule katika mwendelezo wa ligi kuu hiyo. Pia hapo kesho kwa maana ya Jumanne, michezo ya kundi B itachezwa ambapo Kagera Sugar atacheza dhidi ya Fountain Gate majira ya saa 10 kamili jioni kwenye uwanja wa Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam, huku mchezo wa Yanga na Tanzania Prisons ukichezwa saa 1 kamili usiku. Bali na hilo, tutazame lingine kubwa. Taarifa nchini England zinaarifu kuwa klabu ya Manchester United inakaribia kunasa saini ya mshambuliaji wa kimataifa wa Brazil Matheus Cunha, na taarifa kamili na Ramadhan Ngoda. Taarifa ambazo zimekuwa zikimhusisha nyota huyo wa Wolverhampton Wanderers kutimkia Old Trafford kama sehemu ya ujenzi wa safu mpya ya ushambuliaji ya kocha Ruben Amorim. Inaarifiwa kuwa United iko tayari kutoa kiasi cha pauni milioni 62.5 kilichotajwa kwenye mkataba wa nyota huyo, yani release clause, hali inayoaminisha kuwa uhamisho huo uko karibu zaidi kukamilika. Kinachowafariji zaidi mashabiki wa Man United ni taarifa ya kuwa mshambuliaji huyo anataka zaidi kuwatumikia mashtani hao wekundu, licha ya ushindani uliopo kutoka kwa timu nyingine nchini humo kama Arsenal na Aston Villa, huku pia timu mbalimbali za Saudi Arabia zikiwania saini yake. Cunha alijiunga na Wolverhampton Wanderers akitokea Atletico Madrid ya Hispania kwa dau la pauni milioni 34 mwaka 2022, akifungia Wolves mabao 27 na asisti 13 kwenye mechi 63 za ligi kuu nchini England. Turejea Afrika sasa. Afrika Kusini imetoa ubingwa wa michuano ya Afrika kwa vijana chini ya umri miaka 20 yani AFCON Under-20 baada ya kuifunga Morocco goli 1-0 katika mchezo wa finali kwenye uwanja wa Cairo International. Goli pekee lililoipa ushindi Afrika Kusini na kuwawezesha kupata ushindi wao wa kwanza dhidi ya Morocco lilifungwa na Gomolemo Kekana dakika ya 70. Mara ya mwisho Afrika Kusini kucheza fainali ya michuano hiyo ilikuwa mwaka 1997 ambapo walifungwa na Morocco. Taji hili linakuwa taji la kwanza kwa Afrika Kusini kwenye michuano hiyo, wakivunja utawala wa mataifa ya kaskazini mwa bara la Afrika, huku bingwa mara nyingi zaidi akiwa ni Nigeria ambaye amebeba taji hilo mara 7. Kumbuke kuwa Tanzania ilishiriki michuano hiyo na kuishia hatua ya makundi baada ya kupoteza michezo yote mitatu kwenye hatua hiyo. Hapo niseme hatuna la ziada kwenye mshike hii leo, lakini kabla sijaondoka nikukumbushe tu japo kwa uchache machache kati ya mengi niliyokujuza hii leo ni pamoja na haya. Simba Sports Club na Tanzania zipo tayari kwa ajili ya fainali ya pili kombe la shirikisho barani Afrika. Tiketi ya kimataifa yaibua matumaini mapya kwa Singida Black Stars. Na Gor Mahia yamvuta kazi kocha mkuu wake Sinisa Mahek. Mwisho wa mshike hii leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha hili, jina langu ni Kennedy Moses. Kesho nayo ni siku, tukutane hapa. Asante na kwaheri.